Mtito TV, Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Licha ya furaha walioileta wekundu wa Msimbazi Simba kwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu wa 2024-25 na sasa kujihakikishia kuwania taji la kombe la shirikisho msimu huu katika mechi mbili zilizobaki za fainali dhidi ya RS Berkane ya Morocco, lakini kuna jambo lingine linalohusiana na pesa. Ndio, wekundu wa Msimbazi Simba kitendo chao cha kuingia fainali ya michuano hii ya kombe la shirikisho, maana yake tayari wameshajihakikishia zawadi, kitita cha fedha ambacho hupata timu zote zinazotinga fainali, ambazo kwa mujibu wa kikao cha kamati tendaji ya CAF cha Julai 6, 2022, tunasema Excom, kiliamua kwa pamoja kwamba zawadi kwa washindi wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF ziko kama ifuatavyo, ambazo mwisho wa siku tunaona namna gani ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na furaha ya uwanjani kwa kutinga fainali ya michuano hii, ikiwa ni hatua zaidi ya muendelezo wa kile ambacho klabu yao inahitaji katika michuano ya CAF, ambapo tangu 2018-19 mara zote imekuwa ikiishia hatua ya robo finali ya michuano ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, na sasa kutinga fainali. Ni kwamba kwenye kikao hiki cha kamati ya utendaji kiliamua kwamba timu zote kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika zitakazomaliza katika nafasi ya 4 na nafasi ya 3 kwenye hatua ya makundi zitapata tuzo, zawadi ya dola za Kimarekani 400,000. Yes, hii ni zawadi kwa timu ambazo hazijafuzu hatua ya robo finali kwa lugha nyingine. Lakini zawadi nyingine mbali na hii ni zawadi inayohusisha timu zinazofuzu hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hapa tunamaanisha kwenye hatua ya makundi tunafahamu timu ya kwanza na timu ya pili ndizo zinakwenda hatua ya robo finali. Sasa kikao hicho cha kamati tendaji cha Julai 6, 2022 kiliamua kwamba robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, timu zote zinazofika hatua hii zinapata tuzo ya dola za Kimarekani 550,000. Yes. Lakini vipi kuhusu nusu finali? Nusu finali endapo Simba mnyama leo hii angetolewa na Stellenbosch, jambo ambalo Watanzania wakulihitaji, wekundu wa Msimbazi Simba wakulihitaji, na mwishowe dua zao kwa Simba zikafanikiwa kwa sababu Simba imefuzu hatua ya fainali kutoka nusu fainali. Lakini endapo ingeishia hapa nusu fainali, maana yake Simba ama timu zote zilizoishia nusu fainali, hapa tunazungumzia Stellenbosch pamoja na SES Constantine, zenyewe zawadi wanazozipata ni dola za Kimarekani 750,000. Hii ndiyo tuzo kwa timu zinazofika hatua ya nusu fainali. Lakini fainali kwa michuano hii ya kombe la shirikisho, ukiingia hatua ya fainali, maana yake tayari unajihakikishia dola za Kimarekani 1,000,000. Yes, 1,000,000. Kwa hiyo hivi sasa Simba kwa kutinga hatua ya fainali, kama ilivyo kwa wana fainali wengine wa michuano hiyo kwa msimu huu, RS Berkane ambao wanarejea kile walichokifanya msimu uliopita ambapo walifika fainali lakini bingwa akawa Zamalek, RS Berkane, Simba kwa kutinga fainali, kila mmoja anajihakikishia zawadi ya fedha kiasi cha dola za Kimarekani 1,000,000. Lakini kwa atakayetoa ubingwa baada ya fainali hiyo, bingwa ataondoka na kitita cha dola za Kimarekani 2,000,000. Yes, 2,000,000. Sasa hii maana yake ni nini? Ni kwamba klabu hizi kwa tuzo hii kutoka CAF wakishirikiana na wadhamini wao, maana yake klabu walau zinaongeza uimara wake, zinaimarishwa kiukwasi kwenye fedha, kwa sababu kiasi hiki cha fedha kwa fedha za Tanzania ni kiasi kikubwa ambacho kama si kumaliza matatizo mbalimbali ya uendeshaji wa klabu, lakini kwa kiasi kikubwa tunasema kinapunguza makali ya uendeshaji wa klabu, kwa sababu tunafahamu klabu za hadhi ya Simba, klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika hivi sasa, klabu kama RS Berkane bajeti zake ni nzito mno. Kwa mfano wekundu wa Msimbazi Simba, inakumbuka vizuri, bajeti yao ni zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 20 kwa msimu mmoja.
Yes, sasa kupata kiasi kama hiki cha fedha maana yake ni kwamba kinakwenda kupunguza makali ya gharama za uendeshaji. Tunakumbuka vizuri, uendeshaji wa mpira wa miguu kwa klabu zenye malengo makubwa kama Simba ni wa gharama kubwa mno, kwa sababu inahusisha kusajili wachezaji wenye wasifu mkubwa, wachezaji kama Elie Mpanzu Kibisawala, mchezaji mwenye kiwango cha juu, huwezi kumpata kwa fedha kiasi kidogo. Ndio, ili umshawishi aje kwenye klabu yako, maana yake kuna kiasi kikubwa cha fedha kimetumika kumpata. Sasa unafanyaje ili kupunguza makali ya fedha unazotumia kupata wachezaji kama Elie Mpanzu Kibisawala, Steven Dese Mukwala, Jasha Ahoua, Lada Kichasabi, Shomari Kapombe kuendelea kuwa naye ili asiende kwenye timu nyingine, Mohamed Hussein Shabalala, golikipa Musa Pimpin Kamara, Yusuf Kagoma na wengine wote kikosini? Ni kwamba lazima uwe na ukwasi imara. Ndio, kwa sababu hiyo fedha kama hizi zinapunguza makali ya uendeshaji wa klabu, lakini wakati huo faida nyingine ni kwamba klabu wasifu wake unaimarika, kwamba miongoni mwa klabu kubwa, kwamba ni klabu yenye kubeba mataji, na hivyo klabu inajiongezea nguvu za majadiliano ya kibiashara, tunasema bargaining power, na wadau mbalimbali katika kustrike deals, katika kuingia deal mbalimbali. Timu ambayo ina wasifu wa kufika fainali ama kutoa ubingwa maana yake inapata nguvu za majadiliano, na hivyo kuingia dili ambazo mwisho wa siku zinanufaisha klabu kwa tarakimu nyingi za fedha, kwa sababu mpira wa miguu ni biashara. Yes. Sasa kwenye fedha hizi, dola za Kimarekani kwa shilingi na kwa vipi? Kwa lugha nyingine, hivi sasa Simba kitendo cha kuingia fainali tayari na uhakika wa dola za Kimarekani milioni 1 kama ilivyo RS Berkane. Ikitokea kwenye mechi mbili za fainali ambazo Watanzania hatuombei, wekundu wa Msimbazi Simba mnyama hawaombei, ni kwamba ikitokea Simba ikakosa ubingwa tayari na uhakika wa dola milioni 1. Vivyo hivyo RS Berkane kutoka Morocco wakikosa ubingwa ukatua kwa wekundu wa Msimbazi Simba mnyama wana Msimbazi, maana yake RS Berkane watapata dola milioni 1. Dola milioni 1 kwa mbadilishano wa fedha wa leo wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Leo hii ni tarehe 27. Hapa tunapozungumza siku bado haijapinduka kuingia tarehe 28. Ilikuwa mbadilishano wa leo hii, dola moja ya Kimarekani ilikuwa inabadilishwa kwa shilingi za Kitanzania 2690. Yes. Kwa lugha nyingine, kwa kitita cha dola za Kimarekani milioni 1, maana yake kwa fedha za Kitanzania hapa tunazungumza ukizibadilisha kwa dola moja shilingi 2690, mbadilishano wa fedha leo hii kama nilivyotoka kueleza awali, maana yake itakuwa shilingi 2690 thamani ya dola moja, unazidisha kwa milioni moja ambayo milioni 1 tunazungumzia hapa, milioni 1. Yes, milioni 1 ambayo kama unazidisha kwa usahihi maana yake hapo utapata shilingi za Kitanzania bilioni 2 milioni 690. Yes, milioni 690. Kiasi kikubwa cha fedha hizi ambacho, ndugu mtazamaji wa channel hii, wacha nikukumbushe kwamba unapozungumzia shilingi bilioni 1, kama kwa mfano unazipata wewe, unazitia mkononi mwako, kila siku unaamua kutumia shilingi 50,000 kwa ajili ya matumizi mbalimbali, basi fedha ya mwisho itaisha baada ya miaka 54 na miezi 8, ndio bilioni 1 inaisha. Ndio, nadhani umeelewa vizuri, umesikia vizuri. Kila siku tumia 50,000 ukiwa na bilioni 1, basi senti yako ya mwisho itaisha baada ya kupita miaka 54 na miezi 8. Sasa Simba wana uhakika wa kupata bilioni 2 milioni 690. Unaweza kufikiria mwenyewe ni fedha nyingi kiasi gani. Ndio, lakini kama ikitokea Simba katoa ubingwa, maana yake wanapata hii dola milioni 2. Au RS Berkane kitoa ubingwa atapata dola milioni 2. Lakini matarajio ni kuona Simba ndio wanatoa ubingwa, wanaleta furaha kwa Tanzania, lakini kwenye ukwasi, kwenye fedha, maana yake tuzo hii ya bilioni 2 milioni 690, timu ikitoa ubingwa maana yake utazidisha mara 2 yake, kwa sababu si watapata dola milioni 2, ambapo hapa maana yake ni kwamba zawadi kwa fedha za Tanzania ikiwa timu itatoa ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu huu, dola milioni 2 kwa mbadilishano wa fedha wa leo hii nilotoka kuelezea wa dola moja shilingi 2690, maana yake bingwa wa msimu huu fedha katika shilingi wa kombe la shirikisho barani Afrika CAF itakuwa shilingi bilioni 5 lakini na milioni 380. Yes, milioni 380. Hiki ndio kiasi cha fedha ambacho bingwa atakitwaa msimu huu
ikiwa ni zawadi ambazo zilipangwa na kamati tendaji ya CAF kama ilivyotoka kueleza Julai 6 mwaka 2022. Ni zawadi ambazo msimu uliopita pia 2023-24 bingwa wake Zamalek alitwaa fedha hizi kama zawadi bingwa wa kombe la shirikisho. Hakika ni kiasi kikubwa cha fedha ambacho kinapunguza makali ya gharama kubwa za uendeshaji wa klabu. Bila shaka imeeleweka vizuri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.